Mpira wa Tanzania sio taarifa nzuri kwa sababu tumetoka kumwamini mzawa Hemed Suleiman almaarufu Morocco, tunaenda kumwamini Miguel Gamondi ambaye totally sio Mtanzania. Kwa hiyo kwa maana ya maendeleo ya mpira wa miguu kwa sisi wa Tanzania sio taarifa nzuri. Mara kadhaa tumekuwa tukipiga kelele kwamba tunahitaji kuona makocha wa kizao wakiaminiwa na kupewa timu ya taifa kwa muda mrefu, ikiwezekana walipwe the way ambavyo hao wenzetu wanaotoka nje ya Tanzania wanavyolipwa. Siko kwenye nafasi nzuri ya kufahamu ni kwa kiwango gani ambacho Hemed Suleiman Morocco alikuwa analipwa alipokuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania, the Taifa Stars, lakini kwa muda aliokaa ameonyesha ni kitu gani ambacho anaweza akakifanya. Inawezekana mchezo wa Zambia umekuwa ni kichagizo kikubwa sana cha kuondolewa kwenye nafasi yake, despite ya kwamba ameonyesha kwamba ni mwalimu mzuri ambaye ameivusha timu ya taifa ya Tanzania, na leo tunazungumza inaenda kushiriki mashindano ya AFCON. Ni huyu ndiye aliyeongoza kwa mara ya kwanza timu ya taifa ya Tanzania kucheza mashindano ya CHAN kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo hakuwa kocha mbaya kwa kiwango ambacho tunaweza tukasema TFF walichelewa kumuondoa. Kama wangeendelea kumwacha Hemed Suleiman Morocco, to me isingelikuwa surprise wala isingekuwa kitu ambacho ni cha kustaajabisha, kwa sababu ameshaonyesha ni mara ngapi amefanya vizuri akiwa na timu ya taifa. Kusekiwa nafasi ya kwenda kwenye mashindano ya AFCON haikuwa kwa bahati mbaya, ni kwa sababu alijiandaa, akazichanga karata zake vizuri, akaweza kuifanya timu ya taifa leo tunaenda kushiriki mashindano ya AFCON. Kwangu mimi nimeguswa negative way kwamba kwa nini tusingemwamini Hemed Suleiman Morocco akaenda na hii timu. Makocha wanafanya vizuri, makocha wanafanya vibaya. Tungeheshimu kile ambacho ameshakifanya huko nyuma. Kitendo cha kuifanya timu ya taifa ya Tanzania kucheza kwa mara ya kwanza kwenye mashindano ya CHAN hatua ya robo finali, lakini the same person ndio ameifanya timu ya taifa ya Tanzania imefuzu kwenda kucheza mashindano ya AFCON. Then imefika wakati muafaka wa yeye kwenda kushowcase kwenye stage kubwa barani Afrika, twende proud na Suleiman Morocco ambaye ni made in Tanzania, then tunaenda kumpa timu mtu mwingine. Well, inawezekana kuna jicho la kiufundi limeona mbali zaidi, au kuna anticipation kubwa zaidi kwamba tukienda na Miguel Gamondi tunaweza tukafanya vizuri, but mimi sio miongoni mwa watu ambao watapanda hilo boti kwamba Miguel Gamondi ni sababu itakayotufanya sisi tuende tukafanya vizuri kwenye haya mashindano ya AFCON. Kama tutakuwa na maandalizi mazuri from the beginning, tunaweza tukaenda kufanya vizuri, lakini sio kwa hichi kipindi kidogo ambacho alikichobakia. Almost siku 50 zimesalia kabla ya mashindano kuanza, then tuseme kwamba tunaweza tukaenda kuona kitu cha tofauti kwenye mashindano, tukaona mashindano mazuri ambao tukasema wow, tumefanya vizuri huu msimu kwa sababu tumempata Miguel Gamondi. Tumi hapana, kwa sababu kama atakuwa na timu kwa muda mrefu, maybe ni mwezi mmoja kabla ya mashindano ya AFCON, na wachezaji wanatokea kwenye mazingira tofauti na bado atakuwa na selection zake. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ningependa nigusie, ni akili yangu tu imekuja baada ya kuwa nimeona ile appointment yake. Unajua huu ni mwalimu ambaye amepita kwenye kikosi cha Young Africans. By any means anaweza akawa na closeness na baadhi ya wachezaji wa Young Africans na hata viongozi wa Young Africans. Sitaki kuamini atakuwa na upendeleo kwenye kufanya appointment za wachezaji kwenye timu ya taifa, lakini hii kitu inaweza ikaleta maneno kwamba huyu ashatoka sehemu fulani, lazima watakuwa wengi, regardless ya kwamba wale waliochaguliwa ni bora na wanastahili kuitwa timu ya taifa, lakini tunaweza tukaona maneno yanakuwa mengi. Sio kitu cha kuentertain, na mimi siwezi kuwa kwenye hilo boti la kublame, lakini wa Tanzania ninawafahamu vizuri. So sitashangaa tunaenda kucheza mchezo wetu wa kwanza, kuna mtu ana declare interest, mimi nitakuwa opposite side kwamba against team ambayo inacheza na timu ya taifa ya Tanzania, kwa sababu tu Miguel Gamondi amekopita Young Africans. So ingawa ni kocha wa muda mfupi kama walivyomtaja wao, lakini nadhani wangemleta mtu tofauti na Gamondi ingekuwa kitu kizuri sana. Ile unity ya timu ya taifa ingeendelea kuwepo.
As it stands, I'm standing to be corrected, lakini nahisi kuna maneno yatakuja baadaye.